Ni ukweli kwamba kila mtu ana tamanio la kuweza kufikia malengo na maono aliyo nayo, na kila mtu anatamani kuona ya kwamba anaongeza kasi yake ili kuweza kufikia katika malengo aliyo nayo kwa haraka. Lakini ni watu wachache sana ambao wanafahamu mbinu zinazoweza kuwasaidia na kuongeza kasi yao ya ukuaji. Leo katika kona yako ya saikolojia na imani, Ringo Psycho Spiritual Hub na mwanasaikolojia na mwinjilisti Paul Ringo, tutapata nafasi ya kujifunza mambo ambayo yanaweza kuiteka saikolojia ya hadhira yako iweze kuwa upande wako, lakini anayeweza kukusaidia wewe kuongeza kasi yako ya ukuaji. Jambo la kwanza kabisa ni uaminifu. Uaminifu ni msingi wa ukuaji katika jambo lolote ambalo unaweza kulifanya. Kwa nini? Kwa sababu watu wanapenda kufanya kazi ama kuwapa thamani watu walio waaminifu. Saikolojia za watu huwa zinashikamana sana na watu walio waaminifu. Unaweza kuwa mwaminifu katika maeneo mawili makubwa. Eneo la kwanza ni eneo la ukweli. Kile ambacho unakifanya basi kiwe kweli, au kile unachokisema kiwe kweli. Ukisema bidhaa hii itagharimu shilingi fulani, iwe ni kweli ndio gharama ya hiyo bidhaa, wala hakuna janja janja za kujinufaisha wewe mwenyewe. Lakini pili, eneo la pili ni katika kuheshimu mapatano. Mmepatana nini? Mmekubaliana nini? Je, kile mlichopatana na kukubaliana ndicho kinachoenda kutokea? Mmekubaliana ndani ya siku 3. Je, ni kweli ndani ya siku 3 itatokea? Mmekubaliana kwamba ni original. Je, ni kweli ni original? Mmekubaliana kwamba inakuaga katika mtazamo huo. Huo mtazamo uliomuonyesha, je, kweli itatokea katika mtazamo huo? Hapo ndiko uaminifu wa mtu unaweza kuonekana. Kitabu cha Mithali mlango wa 10 mstari wa 9, Biblia inasema, aendaye kwa unyoofu huenda salama, bali apotoshaye njia zake atajulikana. Manake asiyekuwa mwaminifu njia zake zitajulikana, lakini anayeenda kwa uaminifu njia yake itakuwa salama. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kujituma, bidii. Kujituma. Saikolojia za watu huwa zinakubali sana watu wanaojituma. Kwa pale ambako unajituma, ukiwa ni mtu wa kujituma, unajitengenezea hadhira pana. Na siku zote watu smart wanapenda watu wanaojituma. Lakini si tu kwamba itavuta saikolojia za watu, lakini itaongeza uzalishaji wako, itaongeza ubora katika kile ambacho unakitoa. Kujituma kutaongeza wewe ukuaji wako katika kile ambacho unakiendea. Unaweza kujituma au kuwa na bidii katika maeneo mawili. Eneo la kwanza, bidii katika kufanya kile unachokifanya. Kama ni mwimbaji, bidii katika kuimba. Kama ni mkulima, bidii katika kulima. Kama ni fanya kazi, bidii katika kuifanya kazi yako. Bidii kwenye kile unachokifanya. Lakini eneo la pili la kujituma au eneo la pili la bidii ni katika kujifunza. Wekeza bidii katika kuongeza maarifa na kujifunza ili uweze kufikia viwango unavyovitaka. Kitabu cha Mithali mlango wa 13 mstari wa 4, Biblia inasema, nafsi ya mtu mvivu hutamani isipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Kwamba huyu mtu mvivu atatamani tu vitu lakini havitatokea, lakini mwenye bidii ataona namna ambavyo anapata vile ambavyo anavitazamia. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu ni ubunifu katika kile ambacho unakifanya. Hakikisha ya kwamba unakuwa mbunifu kila mara. Kwa nini? Kwa sababu saikolojia ya hadhira yako ama saikolojia yetu sisi wanadamu inapenda mambo mapya na vitu vipya, lakini tunachoshwa na mambo yale yale. Na ndiyo maana utakuja kugundua waliokuwa wanafanya vizuri siku za nyuma katika hicho unachokifanya, lakini hawakuwa wabunifu, walifutika kwenye dira. Kwa nini? Kwa sababu walipokuja watu wapya wenye mbinu mpya na mikakati mipya, waliweza kuichukua ile hadhira yote. Kwa unahitaji kukua sana na kuivuta hadhira yako kwa kasi kubwa, hakikisha kwamba ni mbunifu katika vile unavyovifanya. Mbunifu katika maeneo mawili. Mbunifu katika kubuni vitu vipya, mbinu mpya, mifumo mipya. Lakini mbunifu katika kurekebisha ama kuboresha mifumo ile ulionayo au mbinu zile ambazo uko nazo. Angalia kampuni za simu. Kila mara wanatoa simu, lakini baadaye simu hiyo hiyo wanaboresha kitu fulani, halafu watu wanainunua tena. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna ambavyo wamefanya ubunifu katika hilo. Labda niseme hivi, pengine unapika, una mgahawa,
una restaurant pale, unafanya biashara ya vyakula, hakikisha ya kwamba hata kama hauongezi menyu mpya, lakini menyu zile zile zilizopo, kila mara tunapata testi mpya, flavor mpya, huduma mpya kwa viwango vingine. Hapo tutaendelea na hadhira itaendelea kuongezeka kwako. Lakini ukibakia vile vile, jua kuna siku utaanguka, kwa sababu hao watahamia upande mwingine ambako kuna mbinu mpya na mifumo mipya. Kitabu cha Mithali mlango wa 8 mstari wa 12, Biblia inasema, mimi hekima nimeifanya werevu kuwa kao langu, natafuta maarifa na busara. Anasema amefanya werevu kuwa kao lake na kutafuta maarifa na busara. Huyu ni Mfalme Suleiman, kiongozi. Anasema kila mara alikuwa anatafuta maarifa na busara ili awe mbunifu katika vile ambavyo anavifanya au katika uongozi wake aliyokuwa anaufanya. Lakini jambo la 4, rahisisha mambo. Hakikisha ya kwamba huduma unayoitoa au bidhaa unayoitoa umeweka mifumo ambayo inaifanya iweze kuwafikia na kuwapata watu kwa wepesi, pengine kwa kuwafikishia watu au kwa namna yoyote ambayo unaweza kufanya. Rahisisha mchakato. Pengine labda nikwambie hivi, unafahamu pengine wanaouza simu kwa njia ya kukopesha watu wanafanya biashara kulikoni wanaouza keshi? Hivi unafahamu wanaouza viwanja kwa kukopesha watu wakalipa kidogo kidogo wanafanya biashara sana kulikoni wanaouza viwanja keshi? Hivi unafahamu ya kwamba wanaouza magari kwa kuyatoa kwa mkopo wanauza sana kulikoni wanaouza keshi? Kwa nini? Kwa sababu wamerahisisha mchakato wa upatikanaji wa kile ambacho watu wanakitafuta. Hakikisha kwamba bidhaa yoyote ambayo unaifanya wewe basi unaifanya iwe nyepesi, yaani anayetafuta anaipata kwa wepesi, aone kwamba kuipata bidhaa hii ni nyepesi, na kwa kufanya hivyo utakuwa umeiteka hadhira kubwa na imeweza kuwa upande wako. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Mwanzo 41, inazungumza habari ya Yusufu na mchakato wake wa maisha. Yusufu anatolewa gerezani mpaka anakuwa mtawala kwenye taifa, lakini Farao alikiri maneno ya kwamba tumpate wapi mtu kama huyo ambaye roho ya Mungu akaa ndani yake, baada ya Yusufu kurahisisha mchakato wa upatikanaji wa chakula kwenye ile miaka 7 ya njaa inayokuja. Lakini jambo la 5 ambalo linaweza kukusaidia sana ni kuokoa muda. Punguza muda wa upatikanaji wa huduma ambayo unaitoa. Okoa muda. Watu wanapenda mambo yafanyike kwa haraka. Katika chochote unachokifanya, hakikisha ya kwamba una spidi kubwa kwenye kukifanya. Una spidi kubwa katika kuitoa huduma, katika kuzalisha kile ambacho unaweza kukizalisha. Pengine mtu anapotaka kushona nguo kwako, ni fundi nguo, ukimfanyia kwa haraka zaidi, umeiteka saikolojia yake na unaongeza hadhira yako. Lakini katika huduma yoyote ambayo unaitoa, ukisha kuwa na uwezo wa kuitoa kwa haraka zaidi ya wengine, basi ujue unajitengenezea profile nzuri zaidi ya wengine ambao wanaweza kuwa wanaitoa huduma hiyo hiyo. Lakini jambo la 6 ambalo tunaweza tukasema hapa ni ubora, quality. Hakikisha ya kwamba unakuwa bora katika kile ambacho unakifanya. Hakikisha ya kwamba unakuwa bora katika vile ambavyo unavifanya. Bidhaa zako zinakuwa na ubora, vyote ambavyo unafanya vinakuwa na ubora. Ubora katika maeneo mawili. Ubora katika eneo la kwanza, kwenye kile ambacho unazalisha, ile bidhaa inakuwa bora. Lakini katika eneo la pili, ubora katika utoaji wa huduma. Unazungumzaje na watu, unazungusemaje na watu, huduma yako unaitoaje, customer care yako, pengine huduma zako unazifikishaje, njia za kufikisha huduma zako, usalama wa wateja wako, hadhira yako na bidhaa zako umekuaje, katika ubora wa huduma unayotoa imekaaje. Hapo basi inaweza kusababisha ukuaji wako wa kasi. Katika kitabu cha Danieli mlango wa 6, Biblia inaeleza namna ambavyo Danieli alikuwa bora, kiwango ambacho alikuwa sana kwa kasi. Na Biblia inasema, basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Alikuwa bora, kazi zake zilikuwa bora, kila anachokifanya kilikuwa bora, akawa anajikuta anakuwa sana. Jambo la 7 la mwisho ambalo napenda kulitaja hapa ni kuendelea, kuwa na uwezo wa kuendelea kwenye kile ambacho unakifanya. Ukiwa unafanya jambo, usiwe mtu wa kusitasita. Leo umekuwa na bidhaa, kesho huna, kesho kutwa una bidhaa huna, leo unatoa huduma, kesho kutwa hutoi, mara umepotea miezi 3 unarudi, unaisambaratisha hadhira. Unapoanza kufanya kitu fulani, hakikisha ya kwamba unakuwa na uendelevu, consistency inakuwepo, uradidi unakuwepo katika kukifanya. Hata kama leo upati matokeo mazuri, lakini endelea tu. Kadiri ambavyo unaendelea tu, ndivyo ambavyo unazidi kujikusanyia
hadhira kubwa ambayo pengine inaweza kukusababisha na kukuongezea ile kasi yako ya ukuaji. Haya mambo 7 nimekutajia, lakini kuna mengine mengi unayafahamu pia. Utakapochanganya hayo yote na ukajikuta unamwamini Mungu na kumtegemea Mungu na kumkabidhi Mungu njia zako, basi utaona namna ambavyo unaongezeka na kukua kwa kasi sana. Watu wote ambao unaona wamekua kwa kasi na wamefikia mahali pakubwa walizifahamu hizi mbinu na wakazifanyia kazi sana. Mimi naamini kuna kitu leo umejifunza, lakini bado tuna mafundisho mengi tunaendelea kuweka hapa. Nikualike kuendelea kusubscribe kama hujafanya hivyo, ili uweze kuwa wa kwanza kuyapata mafundisho haya. Lakini usisahau kucomment, kulike na kushare kwa wengine, ili wapate nafasi ya kujifunza, lakini pia kuisaidia huduma hii kuendelea kukua. Unapoimarika wewe na sisi tunaimarika, ndiyo maana tunakutakia kila laheri.